nikajua kama Nuru kwa Mbarikiwa. Sasa kichotokea basi mwenzio wanasema nimetega mtego wangu kanga poli, kuku kaingiaje? Nilijua mbaya wangu yuko mbali, kumbe jirani yangu. Hatima hatima Chiriku mama ye, Chiriku. Chiriku mama ye. Chiriku mwanangu. Abe mama. Bishakila hapa hayupo. Nahisi kabisa atakuwa ametukimbia. Kuna sehemu sasa nataka nikutume. Uende kwa Mr. Kawaida, milima ya Udizungwa. Kuna nguvu nataka ukachukue kule. Nadhani unapajua. Ndio napafahamu mama. Fanya hivyo. Usijali. Chiriku. Chiriku. Mbarikiwa. 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 Naam Bi Shakira. Naona kazi inaendelea. Ndio, kazi inaendelea vizuri. Kuna taarifa nimekuja nao. Taarifa? Ndio. Inahusiana nini taarifa? Kuhusu upande wa pili. Washajua kwamba ndio unahusika na utekaji wa Nuru. Kupotea kwa Nuru. Inawezekanaje? Na hili swali kwa najua sisi watu watatu tu. Mimi, wewe na Kurwa. Ni kweli Mbarikiwa. Ila mimi nina wasiwasi na Kurwa. Mimi pia mpaka sasa bado nashangaa. Nimefikiria sana. Inawezekana. Inawezekana. Lakini naomba nikutoe shaka tu kwamba haijakuwa sababu ya kutushughulisha sisi na kuweza kuhofia. Ikiwa nimetoka Zanzibar kuja hapa kuja kuchukua nguvu ya Nuru, basi na mimi tutashinda tu. Ikiwa nimeweza kuingia katika ngome ya Mzee Kigoda na kutoka na Nuru, Bindimu hawezi kutushughulisha wala Mzee Kigoda hawezi kutushughulisha. Ni mtu mmoja tu kumhofia, Mzee Ramadhani peke yake. Huyu kidogo anaweza kuleta pingamizi kidogo hivi, lakini si jambo la kutisha. Ni kweli Mbarikiwa. Na vipi kuhusu la Kongo? Kuhusu la Kongo. La Kongo ni cheme mwenyewe. Mbarikiwa. 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 La Kongo. Kwa jina naitwa Mbarikiwa. Najua shaka kulisikia hili jina. Mbarikiwa. Nimetoka Zanzibar kuja kuchukua nguvu. Nguvu? Ndio. Nguvu gani hizo? Kuna kitu ambacho wewe ukijui. Lakini Nuru amezalia akiwa na nguvu kubwa sana. Na hiyo ndo shida yangu mimi. Ujio wangu mkubwa zaidi, nataka nipate watu 14 nifanye nao kazi. Ukiomwa na wewe. Mimi ninamilikiwa na niko chini ya mtu. Najua, lakini unaweza kumsaliti kwa ajili ya mimi. Siwezi, kwa sababu Mzee Kigoda akijua ataniua. Hawezi, mimi nitakulinda wewe mwanzo mwisho. Nikiungana na wewe, unaniahidi nini? Nitakupa nguvu. Nguvu ambazo anazo Nuru, utanipa na mimi? Ndio. Na endapo kunisaliti? Sitaweza. Endapo utaweza, utaona rangi yangu ya pili. Nitageuka nyoka kwako. Usijali Konko. Hicho ndicho kilichonileta kutoka Zanzibar.
kuja kuchukua hiyo nguvu. Kwa hiyo nakuahidi kwamba nitakulinda na kutakia mchana mwema. Mbarikiwa, mbarikiwa, mbarikiwa. Asalamu alaykum baba. Wa alaykum salam. Karibu. Hivi baba, mimi nakuona umekaa tu una wasiwasi na relax tu. Wakati huko kijiji kimeharibika, kuna magonjwa yasiyoeleweka, mimba watu zinatoka tu bila idadi kamili. Halafu kuna vijana au wengine wameoza huko, wengine wamewekewa mabusha huko. Afu baba umekaa tu na relax unakula upepo kweli? Mimi nimekusikia na nakusikia na naelewa kile ambacho unachokizungumza. Usinione kama sisikii au sioni ama sijui hayo yote unaonieleza. Rahasha, mimi najua kila kitu, naelewa kila kinachoendelea, na hata wapita njia na wao upita, ukaa, uangalia, utizama na ufikiri kama hayo ambayo unaonieleza wewe. Mimi najua kila kitu, na kuthibitishia hilo kwamba mimi najua, nafahamu kila kinachoendelea. Baba, usimze Kigoda huyu, na huyu ni Mbarikiwa. Baba. Hao wote ulioona kwangu ni watoto wadogo sana, ni watu wadogo mno, na hiyo tukuonyesha kwamba mimi najua kila kitu. Hawa wanacheza tu danadana. Mwanangu mpira huwa ukai juu, pia kwake chini. Mbwembwe tu ndo mtu anaweza kabetua kupandisha juu, lakini lazima kirudi chini. Kwa juu wa kwao, wa chini wa kwako. Ndio maana nimekwambia. Kwa hiyo sihitaji mjihusishe na sitaki muhusiane na hili jambo. Hii ngoma kama nilivyosema kabisa, ninaicheza mimi mwenyewe, ninaiweza, ninaimudu. Kwa sababu kuna kabila moja inasema kwamba goma la vivo uchezwa vivo vivo. Niachie tu mimi ngoma niicheze na wamudu kabisa. Baba kweli wewe kibogo. Wewe ni simba. Watu wadogo sana.
Wifi yangu. Hivi unamjua Mapili vizuri? Mapili si mtu wa kawaida. Ni chui ambaye kajivisha ngozi ya kondoo. Ni mbaya. Kanitokea kisimani. Tena kaja kwa njia tofauti kabisa. Sio vile tunavyomzoea kawaida. Sawa na chui kajivisha ngozi ya kondoo. La Konko. Mbona unanitisha tena? Mama Pili huyu ninayemjua mimi au mwingine? La Konko. Naona maadui kama wanakuwa wengi. Lazima maadui wengi kwa sababu kazi yetu ni ngumu. Kila mtu anatuangalia sisi. Haya matatizo tunaleta hapa kijijini. Unadhani wanayachekea? Kitu kimoja anachojiuliza. Yule mama ni mchawi, mganga au mwokozi? La Konko. Tusipokuwa makini watatutoa uhai wetu. Ni kweli. Tupambane na tuwe ngangari. Tusiogope kitisho cha mtu yote. Kwa sababu sisi ni maadui, sisi ni wachawi, sisi ni wabaya. Itakuwaje Mama Pili akiungana na Mzee Ramadhani? Uoni kama jeshi litakuwa kubwa? Hata mimi naona yule ni adui yetu kwa sababu kamuulizia Nuru. Ingekuwa mwenzetu ningejua na ningekwambia yule mwenzetu, lakini sio mwenzetu. La Konko, hapa cha kufanya ni kuambia tu wakubwa. Ili tujue tunajiimarisha vipi, tunajiimarisha na nini. Tusipokuwa makini, watatuua mmoja badala ya mwingine. Ni kweli wifi yangu, tuwe ngangari, tusiogope mtu. Kwa sababu sisi ni wabaya, sisi ni wachawi. Tunafanya mambo mabaya hapa kijijini. Tunatesa kila mtu. Lazima tuandamwe, tuwe makini, tutakuja kuuliwa. Na viongozi lazima wajue hili. Hicho ndo cha kufanya. Nini ndugu yangu tena? Kama unavyoona. Haliumi? Hamna. Haliumi. Lakini kuna muda linatoa kama maji hivi. Ila uwaga nachukua kitambaa na kujifuta. Umepata shida gani? Uwaga sipendelagi sana kuzungumzia hii hali. Unaonekana ni mgeni katika hiki kijiji. Ni kweli. Mimi ni mgeni katika hichi kijiji. Na nimekuja kumtembelea shangazi yangu Bi Shakira. Kama sijasikia vizuri. Nani? Bi Shakira. Aya kaka, kuwa na amani. Karibu katika hiki kijiji. Karibu sana. We karibu tu. Wewe nenda tu ndugu yangu. Kuwa na amani. Karibu mgeni. Asante. Kwema? Kwema kabisa. Hivi shangazi nimemkuta? Shangazi yako hayupo, ametoka. Karibu hata ndani kwangu, tupige story. Si unaelewa tena? Usijali. Mimi nitamsubiri hapa hapa. Sio vizuri mgeni kukaa nje, si unaelewa tena? Hapa ni kwa shangazi yako, ila ametoka. Zizani kama atarudi leo. Sio vizuri, ngelala hata chumbani kwangu. Nitalala chumbani kwake. Kwa sababu shangazi ni baba. Wewe usijali kuhusu hilo. Basi sawa. Ngoja tuone. Mimi niko pale.
nachemsha dawa ya mnyonyo. Sawa, mimi nipo tu hapa. Sawa. Sawa, lakini bado nazidi kukulaumu wewe. Kwa nini? Kwa sababu gani wewe hivi? Kwa nini itoke hili? Ni kweli mzee Ramadhani, unachokisema kunilaumu ni sawa, ila kama unavyojua sisi kina mama, yaani imani yetu ipo karibu sana. Yaani mimi swala la Nuru nimeshindwa kabisa kuvumilia, yaani kila kukicha naona nazidi kudidimia. Sawa, hata kama kwa nini ujitokeze mapema kiasi hichi? Muda wako ulikuwa bado wa kujitokeza. Ni kweli mzee Ramadhani, una haki ya kunilaumu, lakini nilishindwa mimi kuvumilia. Niliguswa sana na si kina mama, uchungu wetu kama unavyojua. Niliposikia Mbarikiwa kaja kamchukua Nuru, sijui kampeleka wapi, yani kwa kweli akili iliruka. Sawa, nafahamu kwamba nyinyi wakina mama chungwa mwana tunaojua mzazi, na nyinyi wazazi uvumilivu wenu umekuwa mdogo sana kabisa. Unaona, yeye nimekuwa midogo, dhaifu kwenye uvumilivu. Sawa, ila mimi hofu yangu hasa kwako juu ya usalama wako. Ni kweli kabisa, hata mimi naona usalama wangu ni mdogo sana kwa hawa watu, maana kila kukicha linazaliwa jipya. Huyu mzee Kigoda, huyu Mbarikiwa, si kumchukua Nuru si kama unakwenda kumdhuru. Hapana, Nuru ni chaji yao, ili Nuru aende akawaongezee wao nguvu, lakini pamwe na nguvu zao na nguvu za kuchanganya kumchukua za Nuru wakichanganya pamoja, hawaniwezi kabisa, na hao hawatofanikiwa kuchukua chochote kinachonihusu ama miliki ardhi ya kijiji hiki. Hawezi. Sawa mzee Ramadhani, mimi nimekuelewa, ila kuanzia sasa hivi haina haja tena mimi kujificha. Ni kweli, hata furushi la kuni uwezo ukalivunja, lakini ukuni mmoja una uwezo wa kuvunja zaidi ya kipande kimoja. Umoja utaleta nguvu, utaleta mafanikio, na mimi tu hapa naongeza wigo wa kuzidi kuongeza sehemu ya usalama. Nitaangalia na usalama wako. Umoja ni nguvu, tukipambana kwa pamoja tutashinda. Usiku wa deni hauchelewi kucha. Na hawa sasa washafikia ukingoni. Ni lazima liwe, lazima litokee, lazima yatimie. Kumbe ndio mwizi ulikuwa unamtafuta alionibia mpira mdogo wangu eh? Nisikilize wewe mdada uliokosa pa kwenda. Kazi kupiga majungu tu watu barabarani. Na nakumbuka siku ya mwisho nimekutana nyinyi bondeni kule. Na bado mkaendelea kuongea hayo maneno.
Sasa nisikilize. Hivi unaweza kuniambia ni kitu gani ambacho nakitaka kwangu? Yaani mimi nitake kitu kutoka kwako wewe? Kwa kipi hasa ulichokuwa nacho? Au mpira uliopachikwa hapa? Hivi unauma? Nisikilize wewe dada. Pitisha kote huo mkono wako. Lakini usije ukathubutu kupitisha mbele yangu. Na iwe mwanzo na mwisho. Kumbe linakuuma eh? Nisikilize. Na leo nimekustahi tu. Siku nyingine ukikutana na mimi barabarani, pita kushoto, nipite kulia. Mlitumwa mvamie katika vijiji visivyowahusu. Mnaingia kwenye vijiji vya watu, afu bado amridhiki, mnaenda kutoka na wanawake wa vijiji hivyo bila kujua sheria za hapa kijijini. Na ndio mkome kuvamia vijijini kwa watu tu. Sawa. Na nikipona naruka na wewe na nakubaruza pia. Hatima Hatima